Haleluya, 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 mtu wa Mungu. Ni siku nyingine njema nzuri katika kipindi chetu kizuri cha Mawimbi ya Uamsho. Na leo tutakuwa tukiangazia kutoka katika maandiko katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 16. Kuna jambo moja zuri na la msingi sana ambalo nataka tuliangalie. Unajua, katika utaratibu wa kawaida na picha ambayo tumejijengea na kujengewa, mara nyingi watu tunafikiri kwamba shetani siku zote anaongea katika lugha chafu. Ukisikia hata mtu anaongea maneno machafu tunasema mbona unaongea kama shetani. Lakini ni mara chache sana kutambua kuwa pia shetani anaweza akaongea kwa maneno mazuri, tena mengine ni ya kidini, mengine yanaweza yakaitwa yale ya kiroho, lakini anakuwa ni shetani anaongea. Na hebu nifuate basi tujaribu kupita katika maandiko kwa dakika chache tu. Na tutaanza kwa kuangalia Mathayo sura ya 16 mstari wa 21, tutasoma mpaka mstari wa 23. Hapa tunamwona Yesu akiwa anaelekea kabisa kulitimiza kusudi ambalo kwalo ndio alikuja duniani, yaani kufa msalabani ili aweze kuchukua dhambi za wanadamu. Mstari wa 21 unasema, tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Unamwona Yesu hapa anaongelea habari ya mateso, anaongelea habari ya kuuawa, anaongelea habari ya kukataliwa. Na wanaomkataa ni Wayahudi, watu wa dini na watu ambao walikuwa wanaaminiwa katika dini ya Kiyahudi. Sasa anawaambia wanafunzi wake mambo ambayo ni hasi, sio mambo chanya. Maana tunaishi katika nyakati ambapo imani yetu ya Ukristo imefanyika ionekana kana kwamba yani ni mambo chanya 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 chanya. Basi jambo lolote ambalo linaonekana si chanya kwa mtazamo wa dunia hii linaonekana kama ni shetani kahusika. Na mtazamo huo ulikuwepo toka mwanzo, kwa sababu mwanadamu siku zote amejengewa sana kuona mambo ya dunia hii ndio mambo ya msingi. Sasa nimekuonyesha Yesu anawaambia wanafunzi wake, na alikuwa ameanza wiki yake ya mwisho ile, alikuwa anaongea kuelekea msalaba, alikuwa anaongea sana habari za kufa kwake. Mstari wa 22 nataka uanze kuangalia hapo. Petro ambaye alikuwa mwanafunzi wake akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Sasa kwa kusikiliza kwa juu, unaweza ukamwona Petro anaongea jambo zuri, anaongea kwa lugha nyingine hayatakupata, anamwambia kwa lugha nyingine tungeweza kusema hutapata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, wala hutauawa. Lakini pia kuna jambo jingine zuri sana hapo ambalo Yesu alikuwa amesema siku ya tatu atafufuka. Lakini Petro anaposema kwa ujumla ni kama anamwambia Yesu kwamba haya yatakupata, kwa sababu yeye amejikita zaidi katika mtazamo wa dunia hii na vitu vya dunia hii na namna ya dunia hii. Kwa anamwambia Yesu yatakupata. Mstari wa 23. Sasa sikia yale ambayo Petro ameyasema. Petro amemwambia tu Yesu akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Sasa kumbuka, Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Na ili aweze kutafuta na kuokoa kilichopotea, msingi wake ilikuwa ni lazima ateswe, aende msalabani na auawe. Sasa ni mambo yanaonekana ni hasi, ni mambo ambayo si chanya, sio ya kufurahisha, sio mazuri sana, lakini ndio kusudi la Mungu juu ya kuja kwa Yesu. Sasa Petro anasema hasha, hayatakupata. Ni kama anamwambia iwezekani wakutese, tutakulinda, tutasimama pamoja na wewe, hautakiwi kuyapitia haya. Sasa kwa sababu mtazamo wake uko kidunia zaidi. Mstari wa 23, Yesu akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, nenda nyuma yangu Shetani. Anamuita Petro Shetani, au yale aliyokuwa anasema ni sentensi ya kishetani, hiyo ya kumwambia Yesu hatapitia maumivu, hiyo ya kumwambia Yesu hata kwenda msalabani, hiyo ya kumwambia Yesu hatauawa. Lakini kwenye masikio, kwa mtazamo wa kibinadamu, mambo haya ni mazuri. Mtu angeweza kusema kweli mtu huyu ananipenda,
watu hao wananijali. Yesu anamwambia, akamgeukia Petro akamwambia, nenda nyuma yangu Shetani. Anaendelea kusema, ukisoma katika Biblia hapo utaona kinachofuata ni funga semi na fungua semi. Kwa hiyo maneno yanayofuata manake ni maelezo ya sentensi ya kwanza iliyosema nenda nyuma yangu Shetani. Anasema ukikwazo kwangu. Petro ni kikwazo kwa Yesu. Kwa nini ni kikwazo? Maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Na hapa ndio hasa nataka kusisitiza. Sauti ya Shetani inawaza yaliyo ya dunia hii, yaliyo ya wanadamu, yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Neno Shetani kama lilivyotumika hapa kutoka katika lugha ya Kiyunani, tafasiri yake hasa ukitoa neno Shetani kutoka katika lugha ya Kiebrania ambayo tunatafasiriwa Shetani, inamaanisha ni adui, inamaanisha ni mpinzani. Kwa Shetani ni mpinzani. Mpinzani wa nini? Mpinzani wa makusudi ya Mungu juu ya maisha yako. Mpinzani wa mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Kwa tunapoangalia mahali hapa, sauti yoyote inayopingana na mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako ni sauti ya Shetani, wala sio ya Mungu. Hata kama maneno yaliyotumika ni mazuri kama ya Petro ya kuonyesha kujali na kuzuia Yesu asipitie mateso. Tunaishi kwenye nyakati ambapo kipengele cha mateso, kuteseka kwa ajili ya imani, kunaonekana kama sio sehemu ya Ukristo. Lakini nataka nikukumbushe mtazamaji wangu, ni sehemu tuliyoitiwa kuisimamia imani. Kama itamaanisha kugharimu maisha yako, uwe tayari, hiyo itakuwa sauti ya Mungu. Kama itamaanisha kupoteza nafasi yako kazini kwako, kama itamaanisha kupoteza marafiki, kama itamaanisha kupoteza umaarufu wa dunia hii, ni muhimu ukasimamia hiyo. Maana sauti za Shetani nyingi zitakuja zikikutaka usijikane, zikikutaka usisimamie imani kikamilifu. Na ndio maana Yesu anamwambia kwa lugha ambayo ningeweza kusema badala ya Shetani ukasema wewe mpinzani, wewe adui. Na kwa nini Petro anakuwa mpinzani na adui? Kwa sababu hayawazi yaliyo ya Mungu. Na leo watu wengi wanawaza yaliyo ya dunia. Watu katika kumtumikia Mungu, watu katika kumwamini Kristo, badala ya kuwaza yaliyo ya Mungu. Hata tunapomtafuta Mungu, msisitizo mkubwa ni kuwaza tu yaliyo ya dunia, kuwaza tu yanayohusu hapa leo na kesho, lakini sio kuwaza katika picha kubwa ambayo ndiyo msingi wa imani yetu. Na inathibitishwa katika mstari wa 24, anasema wakati huo Yesu akawaambia wanafunzi wake, baada ya kuwa amemwambia Petro katika sura hii, katika picha hii, anasema sasa katika mstari wa 24, akawaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata. Kumbuka bado ni mwitikio kutoka kwa Petro. Kwa anamwambia Petro, wewe unayawaza ya dunia hii, mimi imenipasa lazima niyatimize, pamoja na kwamba ni maumivu, lazima nitimize kusudi la Baba yangu aliyemtuma. Kwa anasema atakaye kumfuata Yesu na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. Mstari 25, kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Jambo la msingi sana kwa kanisa na wewe mwamini unayenisikiliza. Tumefikia kwenye nyakati ambapo watu nafikiri wokovu ni swala tu la kukiri, madamu ulipitia sala ya toba basi imekwisha. Lakini tunaona hapa baada ya kuwa amemkemea Shetani Petro kwa kile alichokisema, maneno yale ni mazuri. Yesu anawaonyesha njia ya kweli, njia ya msalaba. Kila mwamini imenipasa, imekupasa kujikana nafsi yako. Na maana ya kujikana nafsi yako, kutoinua matakwa yako juu ya matakwa ya Mungu. Matakwa yako yanapopingana na matakwa ya Mungu, bila kujali itakugharimu nini,
au kutakuwa na maumivu kiasi gani, lazima uamue kuchukua njia ya msalaba. Hiyo ndio maana ya kutembea au kubeba msalaba, kuchukua msalaba. Lakini pia anasema kujikana nafsi, kwa hiyo kufisha matakwa yetu na kubeba msalaba wetu. Luka anaongelea kila siku. Hapa katika kitabu cha Mathayo hajaweka kila siku kubeba msalaba, lakini Luka anasema kila siku. Ndio tunaweza kumfuata. Nikutie moyo, usisikilize sauti za shetani zinazokuja katika lugha nzuri, kama ambavyo Petro alikuwa anamkataza Yesu kwamba huwezi kupitia hiyo njia. Leo waamini wengi wamechagua kupita njia za mikato, wanashindwa kuisimamia imani, wanaamua kucompromise, wanaamua kufanya tu vitu vyovyote wanavyoweza kufanya, alafu bado wanataka kudai kwamba wanatembea au tunatembea na huyo Yesu. Wito wangu kwako, ngoja nikuonyeshe tena sauti nyingine ya mwisho. Hii nitakuonyesha, tutakusomea Matendo ya Mitume sura ya 16 na mstari wa 16. Kulikuwa na kijakazi mmoja, lakini alikuwa na mapepo. Ni pepo lilikuwa linaongea. Sikiliza hapa, anasema ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Na ukiendelea kusoma utaona kulikuwa na changamoto. Baada ya kutoa pepo, wale walikuwa wanamtumia huyo binti wakawa na ugomvi mkubwa na Paulo mpaka wakamweka gerezani. Lakini yona hii sauti, pepo anasema wasikilizeni, hawa ni watumishi wa Mungu. Usitishwe na sauti inayoonekana, kwa sababu tu inasema maneno yanayofanana na ya Kristo au yale yanayofanana na ya dini, kwamba huyo mtu anasema maneno ya Mungu. Je, yako katika mstari na kusudi la Mungu? Na mwisho Biblia inasema tawajua kwa matunda yao. Unajulikana kwa matunda yako, inajulikana kwa matunda yako. Sote tunajulikana kwa matunda tunayoanza. Shikane nafsi yako, beba msalaba, na usikubali kushawishiwa na sauti nzuri zenye maneno mazuri zinazokuzuia kulielekea kusudi la Mungu. Usikubali. Uwe tayari kuyapitia magumu ya wayo yoyote, maumivu ya wayo yoyote. Ni sehemu ya kubeba msalaba wako, maadamu na uhakika unayapitia hayo kwa ajili ya Kristo, na kwa sababu umesimama katika haki na umeisimamia kweli. Nikutie moyo wewe unayepitia nyakati ngumu katika wakati huu, kwa sababu umechagua kuisimamia kweli. Yesu hajakuacha, yuko pamoja nawe, atakuvusha, na utakapovuka utang'ara kama dhahabu. Mungu wa mbinguni akubariki. Ninakuombea, simamia imani tu.